Karibu tena katika maombi. Leo ni maombi kuelekea kufanya mtihani. Mwanafunzi anapoelekea kufanya mtihani ni lazima aombe. Maombi haya yanaweza yakamsaidia sana anapoelekea kufanya mtihani. Inawezekana ni kesho anaenda kufanya mtihani. Mpe andiko hili ambayo inapatikana katika Timotheo sura ya pili. Timotheo wa pili sura ya pili na mstari wa 7. Timotheo sura ya pili mstari wa 7. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 7. Biblia inasema, yafahamu sana haya nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Unaweza mtoto wako kabla ya mtihani unakutana naye, unampa hili andiko kwa ajili ya kumtia moyo kule anakoelekea, na ukamwambia kabisa Mungu atakupa akili katika mambo yote. Na kama we ni mzazi, unaweza ukampigia mwanao na ukaongea naye na ukamwombea maombi haya, ama ukamsikilizisha maombi haya. Karibu sana katika maombi haya, tuombe. Unaweza ukaomba namna hii. Sema, Bwana Yesu, mwanangu au mimi mwenyewe nitakuwa kichwa wala sio mkia. Bwana Yesu, mtoto huyu anaelekea kufanya mtihani kesho. Huyu mtoto anaelekea kufanya mtihani, ndio hatima yake. Inawezekana ni form 2, form 4, form 6, mwanachuo. Bwana Yesu, naomba huyu mtoto asiwe kichwa. Asiwe tu kichwa, bali awe kichwa kimoja. Ninatabiri asiwe mkia. Kwa damu ya Yesu Kristo mfalme hai, ninatabiri Bwana, ninafunika akili yake anapokuwa kwenye chumba cha mtihani. Ninafunika ufahamu wake anapokuwa kwenye chumba cha mtihani. Ninafunika mawazo yake anapokuwa kwenye chumba cha mtihani. Namfunika kwa damu ya Yesu. Mungu, mpe akili katika mambo yote. Mpe akili kwenye physics, mpe akili kwenye math, mpe akili kwenye kila kitu atakachokifanya. Bwana Yesu, damu ya Yesu Kristo ikanene mema. Ukafunike namba yake ya mtihani, ukafunike chumba chake cha mtihani, ukamfunike mtoto huyu anapoelekea kufanya mtihani. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, naomba neema yako Bwana. Ninaomba nguvu ikashuke pale alipo, ukafunike Bwana. Asiwe mkia na asiwe kichwa tu, bali awe kichwa. Mungu, asiwe mkia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninafunika hatima yake, ninafunika hatima yake, ninafunika hatima yake, nafunika hatima yake. Kila anachoandika, Mungu akaandike kitu sahihi kwa damu ya Yesu Kristo mfalme. Naachilia upako wa kuandika kitu sahihi, naachilia upako wa kuandika kitu sahihi. Mtoto huyu hatakosea, mtoto huyu hataandika la kwanza likawa la pili, bali Mungu akaandike kitu sahihi kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Naachilia upako wa kuandika kitu sahihi, naachilia upako wa kuandika kitu sahihi kwa mamlaka jina la Yesu. Ninamfunika mitihani yake, namfunika mitihani yake, nafunika mitihani yake, nafunika mitihani yake kwa damu ya Yesu Kristo. Anapoelekea kufanya mtihani, nafunika mitihani yake, namba yake ya mtihani. Adui asiingilie kati kwenye namba ya mtihani. Mungu, nakataa kabisa anapoelekea kufanya mtihani. Nakataa roho ya usingizi, nakataa roho ya kuchoka, nakataa roho ya kulala, nakataa roho yoyote mbaya kuelekea kwenye chumba cha mtihani. Mungu, namfunika kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, ninatabiri kila ubaya ulioandaliwa hautafanikiwa. Ubaya wa magonjwa, ubaya wa uchawi, ubaya wa kila namna, ninatabiri kuelekea kwenye chumba cha mtihani. Mabaya hayatampata, bumbuazi haitampata. Rama sataraba rito rabababa. Kuelekea kwenye mtihani, malaika akawe mbele yake katika jina la Yesu. Kambariki mtoto huyo. Mungu, rejesha kumbukumbu yake, akaelewe vizuri kuelekea kwenye chumba cha mtihani. Mungu, kamuhifadhi
Mungu kamlinde, mabaya yasimpate wala yasikaribie kuelekea kwenye chumba cha mtihani. Ukamfunike Yesu, ukamfunike Yesu, ukamfunike Yesu, ukamfunike Yesu. Riba baba baba, rita raba baba, kuelekea kwenye chumba cha mtihani. Mungu kamkumbushe kusiwepo na masomo magumu, kusiwepo na swali gumu ambalo hata jibu. Akamalize karatasi kuliandika, na andike kitu sahihi katika jina la Yesu. Nafunika kwa damu ya Yesu. Chochote kile Mungu kigumu ukakifanye kirahisi, na zaidi ya yote Mungu ukamfanikishe kwenye kila atakachokiandika. Mwishoni aseme hili neno, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini Mungu Bwana atakupa akili katika mambo yote. Mpe akili kwenye masomo yote, mpe akili kwenye kila somo. Mtofautishe na watu wengine. Mungu mtofautishe na watu wengine katika jina la Yesu. Mtofautishe mwanangu na watu wengine. Mtofautishe mwanangu na matokeo ya watu wengine. Mtofautishe mwanangu na watu wengine katika jina la Yesu Kristo. Wani itakuwa ya kwako kwa damu ya Yesu. Ninatabiri wani itakuwa ya kwako kwa damu ya Yesu. Wepesi utakuwepo kwa damu ya Yesu. Mungu atakulinda kule uendako. Utapiga hatua, malaika atakulinda. Ukaapo unapoandika, malaika atakulinda katika jina la Yesu. Asante Bwana, wewe ni mwema. Bariki mwanafunzi huyu, umsaidie, mpe neema, mpe nguvu ya kushinda mtihani kesho anapofanya. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, amen.